Naitwa Ngolo Mwaniduku Malenya, mkuu wa wilaya ya Namtumbo. Awali ya yote, sisi kama wanawake mara nyingi tumekuwa tukifanya matamasha mbalimbali, lakini kama kiongozi mwanamke ndani ya mkoa huu ambaye ni mkuu wa wilaya pekee mwanamke, lakini pia kama kiongozi wa wilaya ya Namtumbo, nimeona ni vyema tukakutana wanawake, kwanza kwa ajili ya kutoana out, lakini pia kwa ajili ya kubadilishana mawazo mbalimbali, kuhakikisha kwamba tunapotoka hapa despite kuwa na furaha, lakini tutoke na kitu. Najua tuna janga kubwa ambalo linaendelea kwenye jamii yetu likifahamika kama afya ya akili. Kwa hiyo niliona ni vyema sasa sisi tuwe tofauti kidogo. Tumeleta wataalamu wa akili kwa ajili ya kutufundisha, kutufungua vifungu tulivyokuwa navyo, lakini pia kutuonyesha njia zilizo sahihi, lakini tofauti na kufahamu tu njia zilizo sahihi, sisi wenyewe sasa tujitambue kwamba kama tuna changamoto basi tuweze kuchukua hatua, kwa sababu janga hili la afya ya akili wengi limepoteza maisha kwa watu, lakini pia limepoteza ajira na watu wamekosa mwelekeo. Kwa hiyo kama wanawake sasa, mwanamke ambaye ni kiongozi wa familia, mwanamke ambaye ni mama, mwanamke ambaye ni mke, lakini mwanamke ambaye anaweza kuongoza jamii kwenye shughuli mbalimbali. Sasa tumeona ni vyema tuchukue hatua hiyo kwa ajili ya kupata elimu, kupata uponyaji ili tuweze kusonga mbele. Tiba yoyote ni process, ni hatua. Tunatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini tunaamini kabisa kwa siku ya leo sisi kama wanawake tutapata uponyaji, lakini pia na watumishi wa serikali. Maana yake ni kwamba sasa walau tuanze kupata elimu ya kuweza kutufungua kujua tumeathirika, hatujaathirika. Sio swala la siku moja tu. Hapa tumeweka kama sehemu ya burudani ili iweze kuvutia watu, lakini naamini baada ya kutoka hapa watu watachukua hatua kwa ajili ya uponyaji, kwa sababu afya ya akili ina madhara makubwa sana katika jamii. Kwa hiyo mimi kama kiongozi nimekutana na changamoto mbalimbali mimi binafsi, lakini vile vile pia hata watumishi, tukaona ni vyema sasa tuchukue hatua kwenye hafla hii, tulete watu ambao wanaweza wakatibu afya zetu, na sisi wenyewe sasa tuamue kuchukua hatua, kwa sababu kila binadamu anapenda matokeo chanya, hakuna ambaye anapenda matokeo yaliyo hasi. Kwa hiyo elimu ile ambayo tumeipata leo itatusaidia sisi kufanya maamuzi kama ni kwenda kwenye tiba au la, lakini vile vile tunapopata hii elimu tunaweza kuwasaidia majirani zetu, kwa sababu dalili zote tutakuwa tumeelimishwa. Kwa hiyo sisi kama viongozi sasa tunaweza kuwasaidia watumishi wetu kwa ajili ya kuona namna gani wanapata tiba hii ya afya ya akili. Hii ni hatua ya awali ambayo tumeanza, lakini sasa tunajipanga kwa ajili ya kwenda kwenye kata, tarafa na kukusanya sio wanawake tu, jamii nzima, na watu waweze kupata elimu dhidi ya afya ya akili. Sisi kama serikali tumeshirikiana na wadau mbalimbali ambao wako ndani ya jamii hii ya Namtumbo. Baada ya mimi kutoa hili wazo, wao wakasema basi wataliwezesha ili kuhakikisha kwamba linafanikiwa. Kwa hiyo hatujapata ugumu wowote, na karibia wadau wote wanafahamu na kuthamini madhara ya afya ya akili. Kwa hiyo na wao pia waliungana pamoja na ofisi ya mkuu wa wilaya kuhakikisha hili jambo linafanikiwa. Wa serikali hasa la kuseme halmashauri tulishalizungumzia hilo, kwa sababu sisi wote tunafanya kazi, tunakutana na stress mbalimbali. Yaani wakati mwingine unatoka huko kuna migogoro ya watu na nini, na wewe pia kwa sababu ni binadamu unaathirika kwa namna moja ama nyingine. Lakini sasa tuna huo mpango wa kuhakikisha kwamba tunapata mtaalamu wa afya ya akili, lakini pia tuna ofisi za maendeleo ya jamii, nao pia na ustawi wa jamii, nao pia ni sehemu ya kusaidia jamii kwa ajili ya kuepuka hivyo. Lakini tofauti na hayo, tuna counselors kwenye mahospitali yetu ambao wanatoa ushauri na saa kwenye mambo mbalimbali ili kwa ajili ya kusaidia watu kufanya maamuzi, kufurahi na kadhalika. Hii tumeanza. Baada ya hapo sasa, kwa sababu tayari tumeshaweka program na huu ni mwaka mpya wa fedha, tunaendelea sasa kujipanga kuhakikisha kwamba hili jambo linafanikiwa na sio la muda mfupi, liwe la milele, kwa sababu hili janga tayari limeshakuwa tatizo kwenye jamii zetu.